Na na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu naendelea vizuri sana. Hongera kwa saumu. Oh, asante sana. Alhamdulillah. Shukran. Na mimi niwape hongera wote waliokuwa katika saumu zao na vile vile niwape hongera wote ambao wanaendeleza mikakati yao na kulitimiza wajibu wetu alimradi tuweze kupona. Wote niwatakie hongera. Allahumma amin Asante inshallah. sana, tunashukuru. Alhamdulillah. Leo nimetoa nafasi kama magrupu kama 6 hivi ya watu kupata nafasi ya kuongea na mimi. Alhamdulillah. Nimeongea takriban watu wengi ambao walikuwa hawajajiunga na hii program ya 7 day challenge, na kuna vitu vingi nimejifunza kutoka kwao. Maana yake jambo moja nilolifahamu, walio wingi hawana awareness. Sasa nataka tufanye discussion leo hapa ili tujue ni wao tu au mpaka sisi, na nachohitaji kujua at least kila mmoja aseme reason kwa nini ana sukari. Just hivyo tu. Kwa sababu ukijua sababu ile kusababisha upate kisukari, exactly kama hii ndo sababu ile kufanya upate sukari, basi unapona sukari bila kutumia nguvu ya aina yoyote. So tuanze na dadangu Bakash, ulifungua mic, karibu. Asante, assalamu alaikum, hali zenu humo ndani? Alaikum salam. Kwa niaba ya wao wote, hali zetu nzuri alhamdulillah. Mimi naona nimepata kisukari kwa sababu ya lifestyle, ulaji mbaya, mwenendo wangu ulikuwa mbaya wa ulaji. La pili, mazoezi ilikuwa sifanyi. Kwa hiyo kwa sasa hivi najua vipi ni balance diet yangu, chakula, na natembea sana kwa miguu. Kwa hiyo naona nikishakuweza kubalance chakula na kutembea kwa miguu, yani kufanya mazoezi at least 30 minutes per day, hiyo inanisaidia kucontrol sukari yangu. Okay, good. Na uliposema ulaji wako mbaya, ulaji gani leo kusababishia umepata sukari? Wanga. Ulikuwa kula vipi? Nilikuwa nakula, yani mimi kama leo sijala wali basi nitakula ugali. Ile mradi kwa siku haiwezi kupita bila wali au ugali. Okay. Thank you, dadangu. Lakini sasa hivi unaenda mwezi wa 3, mwezi wa 2 huo, hata wanga sijawahi kula. Okay, thank you sana. Haya, asante kwa mchango wako mzuri. Dada yetu Bakash anasema yeye just ni lifestyle ndio lomsababishia apate kisukari, na alichokibaini yeye uwanga ndio lomsababishia apate sukari. Twende kwa dada yangu Monica. Monica, karibu. Monica, upande wako wewe? Habari za saizi? Nzuri kwa Habari. niaba nzuri kwa niaba ya wote. Alhamdulillah, tunaendelea vizuri. Amina. Mimi na sijajua kwamba kilichonisababisha sasa nipate kisukari ni kitu gani, kwa sababu mimi nilijaribu tu kupima. Wakati nampima mume wangu alikuwa na kisukari, nikasema ngoja na mimi nijaribu kupima. Nilivyopima nikakuta sukari iko juu. Ndio hapo ilipoanzia. Sasa sijui, labda ni kwa vile nilikuwa sijajua, kwa hiyo mimi nilikuwa nakula tu vitu vya kawaida. Tangia hapo nilivyojua nikaacha kabisa kula sukari yenyewe. Lakini bado sukari ilikuwa inaendelea kupanda hivi na vile. Nikawa na meza, nikaenda hospitali nikapewa hizo dawa, nikawa na meza. Lakini baada ya kuingia nilishauriwa na ndugu yangu mmoja Natu, nikaingia kwenye hii 4 day challenge. Ndio tangu tarehe 7 mwezi wa 2 ndio nilianza diet ya sukari. Nikaacha kabisa kula mawali, ugali, nini vyote hivyo nikaacha. Na hata matunda yale nilikuwa nakula yenye sukari, matikiti maji, nini, mapapai, ndizi, nikaacha vyote hivyo mpaka sasa hivi. Sukari kabisa, si vitu vyenye sukari, na matunda hayo nimeacha kabisa. Nafuata kama tulivyoambiwa parachichi na tango, na kula hivi vyakula ambavyo vina GI ndogo, ndio nafuata hiyo. Na sasa hivi sukari kidogo naona
haiko kama zamani, kidogo pamoja na kwamba bado nakunywa zile dawa. Okay, dawa za hospitali, si ndio? Bado nakunywa zile dawa za hospitali, lakini sukari yangu naona inaenda vizuri. Nimeambiwa nisiache tu kwanza vape, nisubiri mpaka daktari atakaponiambia niziache ndio Okay. nitaacha. Okay, na jambo gani lilokusababishia mpaka ukapima sukari? Ushawahi kupima before au ilikuwa ndo siku yako ya mwanzo ya kupima sukari? Mimi nilikuwa nampima mume wangu, alikuwa na kisukari. Sasa nikasema hebu na mimi nijicheki. Wakati huo zamani sana tu, hata sikumbuki ni lini, ni zamani sana. Nilivyocheki ndio nikakuta 16. Hiyo hapo nilikuwa nimeshakula. Baadaye nikasema hebu nikae fasting ile asubuhi nikapima ikawa 15. Basi Haya, ikabidi good. nikaacha. Yeah. Good, sasa nataka uchukue kalamu na karatasi Eh, au na daftari sawa. uandike Mhm. maoni ya wenzako watakavyosema kipi kilichosababisha wapate sukari. Then mwisho unaambie. Leo utafunga wewe, utatupa conclusion wewe. Utuambie walio wingi wamesema sababu gani iliyowasababisha wao wapate sukari. Unifahamu dadangu Monica? Sawa. Haya, fanya hivyo. Kwa Ndio. maana hiyo tafuta kalamu na na daftari kabisa. Sawa. Asante dadangu Monica. Niende kwa dadangu Halima. Halima, karibu. Tunataka kujua kipi kilichosababisha umepata tatizo la kisukari kwa mtazamo wako wewe binafsi. Hapo usimwangalie majibu ya mwenzako, usimwangalie huyu kasema hiki yule kasema kile. Wewe kama wewe niambie unadhania nini kilichosababisha upate kisukari. Karibu mamangu Halima. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadhani. Alhamdulillah, za kwako? Alhamdulillah, nashukuru. Alhamdulillah, karibu. Mimi kwa upande wangu naona ni mitihani tu ya maisha, mara hili mara lile, mitihani mikubwa ndio ikanifanya nikapata sukari. Hatujafahamu. Yani ni mitihani, yani hii sukari ni mitihani au ulikuwa una mitihani ndio ikasababisha umepata sukari? Nilipata mitihani mimi. Niliunguliwa nyumba yangu moto. Okay, pole sana. Yani sijakaa vizuri, mtoto wangu akaolewa akafa mumewe, kama miezi 5 tu alikaa na mume akafa yule mume. Okay. Kipindi hicho ndio nilijisikia, ndo mdogo wangu mmoja akaniambia mbona nakuhisi kama uko vizuri, nenda kacheki. Nikaenda nikacheki, ninayo 12. Okay. Nilipocheki tena 12 na siku ya pili nikaenda kucheki tena iko ile 12 na siku ya 3 hivyo hivyo. Kwa hiyo daktari akanambia nikupe dawa utumie, nikakataa, nikaanza kujicontrol mwenyewe. Okay, good. Kwa asante mamangu Halima. Kwa hiyo okay. Hadi leo sikutumia, yani vile vidonge sikukubaliana naye, nikawa najicontrol mwenyewe hivyo hivyo. Mwenyewe tu, sina utaalamu wote, lakini na control hichi. Mara sukari ndo mkaachana nayo pale dakika zile, mengine ndo mkawa najipunguzia. Okay. Haya, asante. Lakini vidonge ndo wahi kutumia. Okay. Asante mama yetu Halima kwa mchango mzuri. Maana yake tukija kwa Baka, yeye katuambia lifestyle yake, ulaji wake. Tukaja kwa Monica, anasema mpaka sasa hivi ana sukari lakini hajui haswa kipi kilichomsababishia apate sukari. Lakini mama yetu Halima anasema mtihani iliyompita katika maisha yake ndo huenda chanzo cha tatizo lake la sukari. Asante mamangu Halima kwa mchango wako mzuri. Asante sana. Asante. Twende kwa mwingine. Nadhani tunazidi kufahamu kila mmoja ana sababu yake iliyomsababishia hili tatizo alipate. Twende kwa Charles. Charles, karibu. Naomba ufungue mic yako tafadhali. Charles, karibu. Naomba ufungue mic yako tafadhali. Charles yuko mbali. Fabian Molongo, naomba ufungue mic yako tafadhali. Okay, Charles, karibu. Habari za leo jamani. Nzuri, kwa niaba ya wanafamilia wa Reviver, karibu. Sawa, mimi
nishawahi kueleza hata kipindi cha nyuma pale, mimi nilikuwa nakunywa sana soda. Okay. Yani nilikuwa na soda, chips zile, yani kila siku lazima nitumie. Nafikiri ndo kitu kilichonisababishia. Okay. Eh, Wonderful. Asante sana, yani hatuhitaji hata mtu aelezee sana, kishajua ile sababu ndo tunalohitaji sisi. Charles anasema yeye unywaji wake wa soda na chips ndio ulimsababishia apate kisukari. Ulikuwa kinywa soda ngapi kwa siku? yani asubuhi lazima ile saa 4 nigonge, saa 7 ile mchana, chakula cha mchana lazima ninywe, na nikitaka kulala lazima ninywe. Okay, maanake at least kwa uchache ulikuwa unazipata soda 3 kwa siku. Soda umekatisha lini kunywa? Baada ya kuwa sasa nimegundulika kuwa nina kisukari, ndio nikawa nimeacha sasa kunywa soda. Okay, asante. Lakini kwa nakunywa soda hizi Malta, yani ilikuwa ni kazi. Asante sana, tumekufahamu vizuri kakaangu Charles. Haya. Okay, tuende kwa mwingine. Nadhani kila mmoja anatoa reason yake. Nadhani live ya leo kama umo utapata ufahamu wa kina kipi kinachosababisha mtu kupata tatizo la kisukari. Dr. Angela karibu. Dr. Angela Thomas karibu. Hello, habari Sorry. za mchana. Kabisa. Tangu za mida ya mchana tulipoongea. Salama kabisa. Alhamdulillah. Karibu. Mimi mamangu ako na kisukari. Na mimi ni na family history. Lakini pia katika maisha yangu nilikuwa na kitu kinaitwa polycystic ovaries, ambayo ina predisposition ya kupata kisukari katika baadaye katika maisha. Okay. Labda kitu ambacho sasa hivi ndo najaribu kukifikiria kwamba labda nilifanya ndivyo sivyo. Vipi hivyo? Labda nitakiwa nichukue tahadhari mapema ya kupunguza sana vitu ambavyo vina glycemic index kubwa. Ndio. Kwa mfano labda nitakiwa nimepunguza sana vyakula vya wanga, na pia nadhani vyakula vya wanga ndio nipunguze. Na pia matunda, kwa mfano mchana nilikuwa nakula matunda, lakini matunda niliyokuwa nakula nilikuwa nakula matunda ambayo yana glycemic index kubwa. Kwa mfano nilikuwa napenda watermelon na ndizi mbivu mchana. Okay. Na wakati nilivyokuja kujua kwamba sukari yangu iko vibaya, nilijikuta nakonda tu. Siku moja nilivyopima nikakuta iko 29. Kwa hiyo ndio nikagundua sasa hali ni ngumu, nikaanza kutumia dawa na kuchukua tahadhari zingine mpaka nilivyokuja kujiunga na grupu hili, ambapo nimeacha kutumia wanga kabisa sasa hivi. Na sasa hivi na dawa nimeweza kuacha. Kwa hiyo naendelea na strict diet na mazoezi basi. Okay, asante Dr. Angela. Dr. Angela, kuna kitu umeongelea lakini umekiongelea kwa kitaalamu, naomba ukifafanua. Umeongelea polycystic ovary. Tulikuwa wengi hatufahamu, maana umesema ukiwa na polycystic ovary upo uwezekano ukapata kisukari, na humu wingi wanawake, maana upo uwezekano mtu kama hajapitia yeye basi anaweza kapitia mtoto wake au mtu wake wa karibu. Hem, tuweke wazi kidogo hili at least tupate uelewa. Ambavyo nafahamu watu wenye polycystic ovaries wana predisposition, wana uwezekano mkubwa wa kupata kisukari kuliko watu wengine katika jumuiya ya kawaida. Okay. Na labda niseme watu wenye polycystic ovaries wanakuwaje katika maisha ya kawaida. Wanakuwa ni watu ambao baada ya kuvunja ungo, ndio siku zao zinakuwa zinarukaruka sana. Na zikija zinakuwa ni nyingi kuliko kawaida, lakini anaweza kukaa miezi 2 mitatu ndio ikaja tena, miezi 3 minne ndio ikaja tena hivyo.
na pia hao watu wanakuwa na low fertility, wanakuwa na uzao mdogo kuliko watu wengine, Okay. na wengi wao wanakuwa ni wanene kuliko kawaida, yani wanene ukilinganisha na general population. Labda niseme hivi. Yeah. Okay, asante Dr. Angela kwa ufafanuzi, japo kuwa leo sio topiki yetu. Kwa wale walikuwa hawajafahamu, polycystic ovary ni vimbe maji katika vifuko vya mayai. Maana yake kuwa na vimbe maji katika vifuko vya mayai, una possibility ya kupata kisukari ukilinganisha na wengine ambao hawana hili tatizo. So hili tukihitaji ufafanuzi zaidi ama tuliingia in deep, basi tutamuomba Dr. Angela siku yoyote atufanyie presentation ya hili ili tuweze kujilinda na hii polycystic ovary if possible, ili tusije tukaingia tena katika huu mtego. Dr. Angela, tukikuomba nadhani utatukubalia kuhusu hili. Nitajitahidi kuona kwamba anaweza kupata material ya kutosha kwenye hadhara hii. Basi haya, insha Allah. Basi tutakuomba biidhnillahi, halafu tutakupa siku utatuelewesha na maneno ya vijana au ya watoto, utatutoa tongo za macho kuhusu hili, alimradi tuweze kujilinda sisi na familia zetu. Amina. Asante. Kwa upande wa Dr. Angela, anasema yeye moja ya sababu iliyomsababisha hili, manake kwanza nyumbani kuna hii history ya hili tatizo, vile vile akapitia na changamoto polycystic ovary, na istoshe alikuwa hachukui tahadhari ya kula vyakula ambavyo vina glycemic index ndogo. Tukimwangalia mama yetu Halima, amesema yeye kutokana na mitihani iliyompitia katika maisha yake imesababisha hii, lakini Bakash yeye amesema ulaji wake uliokuwa so mzuri, na Charles yeye amesema alikuwa anakunywa soda sana kwa siku zisizopungua 3. Twende kwa mwingine, alimradi tupate ufafanuzi zaidi. Ikitoka interview live ya leo, basi kila mmoja atakuwa shakuwepo vizuri. Fabian, umefungua mic, karibu kwa vile ushafungua mic. Asante sana. Habari ya jioni? Nzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Habari za kwako? Njema kabisa. Nafikiri nimechelewa kuingia, lakini nahisi kwamba mnaongelea kwamba historia ya jinsi ulivyopata sukari, si ndio? Kipi kilichosababisha kupata sukari kwa mtazamo wako wewe mwenyewe binafsi? Kwa sababu watu waliokuwa wengi hawana uelewa na hili. Sasa tuambie wewe, jambo gani limekusababishia umepata sukari? Sawa kabisa. Binafsi mimi nilikuwa natumia pombe. Nilikuwa nakunywa bia. Sasa kuna sehemu nilienda kufanya kazi. Bia ambayo nilikuwa nakunywa ilikuwa hakuna. Sasa siku hiyo nikabidi nilikuwa nakunywa Heineken mara nyingi. Lakini siku hiyo nilikuwa nahangaika kutafuta hizo, hazipo, niko site huko. Nikabidi nichukue pombe kali moja, baada ya kupata ushawishi kutoka kwa wenzangu kwamba bana, kunywa haka pia kanasaidia kupunguza mawazo yako. Nikanywa kuna pombe moja inaitwa Jack Daniel, nikachanganya na Coca-Cola. Paka ilipofika nimemaliza kale kachupa, nikachupa kadogo, unaenda kulala, hakika nilikikosa kitanda. Ndio mwanzo wa kupata hiyo sukari. Nilipokosa kitanda nikakuta baadaye kizunguzungu, afu siku pili yake na tatu yake nikakuta yani tumbo limekata kabisa. Nikasema yes, hii inawezekana ndio kitu ambacho nilikuwa nakitafuta kwa sababu ya kumaliza tumbo langu, kwa sababu nilikuwa na tumbo angalau kubwa kidogo kama kitami tunasema. Nikakata, lakini kwa siku zilivyozidi kuendelea nikahisi kama nazidi kupungua zaidi, na baadhi ya watu wakasema bana, wewe mzee unaonekana hauko sawa kabisa. Nikana muda ukawa unafika kipindi cha mwishoni mwa mwaka, mwisho wa mwaka, mwezi wa 10 mwaka jana, tunaangalia afya angalau kila mwaka mara moja kulingana na taratibu za ofisi. Nikafika hospitali, nikawaelekeza nimekuja kuangalia afya. Nikasema sawa, ni general. Wakasema sawa. Tukaenda wakakucheki baadhi ya vitu, wakasema niko sawa isipokuwa nina sukari. Kwanza ananiuliza, kwani umekuja peke yako? Nikamwambia ndio. Kwani shida ni nini? Akaniambia, wewe mbona una sukari nyingi sana kwenye damu? Nikamwambia sifahamu, lakini mimi nilicholeta mimi ni kucheki tu afya, lakini kama hicho mmegundua ni sawa. Akaniambia na inabidi uanzishiwe dawa mara moja, kwa sababu ilikutwa niko na 20+.
Oh. Nikasema sikuwa najua kwamba kwanza historia ya kuwa mtu sukari au inakuwa, sikuwa naweza kuwa najua ni nini hasa, sikuwa na makini nayo sana. Basi Okay. nilivyoanza immediately nani yani kupata zile dawa, nikapata matatizo ya macho. Baada ya wiki mbili tu nikapata matatizo ya macho, siwezi kusoma simu wala kompyuta wala kitu gani, nikawa siwezi tena, ikabidi nirudi hospitali. Wakaniambia inawezekana ni reaction tu ya dawa zimefanyia hivyo macho. Nikapewa miwani, lakini baadaye nimekaa miezi miwili mitatu kwa kutumia miwani, nikaachana nayo tena. Lakini bahati nzuri kuanza kuingia hapa kwenye grupu, nikabadili na mwenendo wangu kiasi kwamba jinsi nilivyokuwa nimeelekezwa na hospitali nini cha kufanya, na baada ya kupata na huku nikaamua niende na njia ambayo nafikiri iko sahihi. Nafikiri naenda vizuri. Oh, alhamdulillah kakangu Fabian, kwa at least kujielewa kuwa kipi kimesababisha sukari yako, na hii inatuonyesha kila mmoja ana sababu yake binafsi iliyomsababishia yeye kupata kisukari. Maanake kuanzia Bakash mpaka tulipofikia hakuna hata mmoja sababu yake iliyofanana. Maanake hii ni ile mtu anakwambia, for example tuseme vipi, yani kwa vile kila mmoja ana sababu yake, it is okay, njia ya kupona ni njia moja, lakini kila mmoja afanye jitihada kivyake. Hili ndio litakalosaidia kila mmoja akaweza kupona. Asante kakaangu kwa mchango wako mzuri na kutufungua macho kuwa kuna sababu nyingine licha za hizi zilizotajwa. So zimebaki dakika 14 tu. Sasa hapa na mpicha yoyote, maana yake mtu akihitaji nafasi anyoshe mkono ili nimchague. Nyosha mkono nikuchague. Peres, karibu. Asante. Habari za usiku? Nzuri sana. Habari za kwako? Mungu anasaidia kwema kabisa. Alhamdulillah. Karibu. Asante. Mimi nahisi Mhm. sukari, japo sina uhakika, lakini nahisi inawezekana kuna changamoto kidogo za kimaisha nilipitia, nikawa na stress fulani katikati hapo mwaka jana hapo. Ndiyo. Ambazo zilinisumbua sana. Sababu lifestyle yangu mimi haikuwa mbaya. Sababu mimi sio mtu wa kunywa vitu vya sukari sana, soda, vitu vya sukari sio mpenzi. Hata keki sio mpenzi sana ya. Sasa nikiona tu na sukari nyingi sana, sikuwahi kuwa mpenzi. Na hata katika maisha yangu mimi asubuhi chai ilikuwa gasinywe kabisa. Mimi nakula milo miwili, tu nakula mchana na usiku. Basi. Sababu sijawahi kuwa mpenzi wa chai. Okay. Kuwa na mwili mkubwa hapana, sikuwa na mwili mkubwa. Mimi mwili wangu ulikuwa mdogo tu wa kawaida. Lakini naona ni changamoto za maisha kwa sababu kidogo hali ya kiuchumi ilikuwa nzuri katikati hapo, kwa ilikuwa ni stress ambayo ilinisumbua sana. Sababu nakumbuka hata mwaka jana ilifika kipindi mpaka hata ile kulipa kodi nilihustle sana, kwa hiyo nilikuwa ni mtu mwenye stress sana. Kwa hiyo nahisi hiyo situation ndio ambayo ilinipelekea katika kupata kisukari labda. Yeah. Ni kama maisha niliokuwa nayo yalibadilika, kwa sababu yani zile hela nipanazo na vitu niliona kila kitu yani kama kimekataza, mpaka imefika hatua mpaka kodi imenipa tabu kulipa kodi. Kwa hiyo baada ya hapo ndo nikaja nikakutana na mazingira, ndo naona mwili wangu unabadilika, hali ya kukojoa sana, hasa usiku, hasa nini. Kwenye taasisi mimi naofanya kazi huwa kuna watu wanakujaga, watu mbalimbali. Nakumbuka alikuja siku moja daktari, ni general doctor, nikamuuliza tu, bwana najisikia hali hivi, nakojoa sana usiku, nasikia kiu, nakunywa sana maji. Kama dalili kama hizo, macho yananisumbua pia, si nani. Akaenda hali ya kunywa maji sasa hivi, hali ya hewa dai imebadilika, ni joto sana, kwa hiyo ni hali ya kawaida tu. Kwa hiyo vumilia tu, sikilizia, ukiona imefika mwezi hali bado inaendelea ndo kacheki. Lakini mimi baada ya kutoka hapo sikuweza kuzingatia maneno yake. Yeye kaniambia mchana, mimi usiku nimetoka kazini nikapita hospitali kucheki. Ndio nikakuwa na sukari kwa 28. Okay. Kakaangu Peres, kwa huu mtihani na changamoto ulizopitia,
lakini alhamdulillah na imani zile changamoto zote zile kusababisha upate stress mpaka tatizo la kisukari zimeisha. Kwa sasa hivi zimeisha. Ilikuwa nadhani ilikuwa ni kipindi tu. Yeah. Na nashukuru Mungu kanisaidia, kila kitu kinaenda vizuri. Na kuna jambo moja, ili tusipate kiburi, manake hili jambo tusipate kiburi na tusipate huzuni. Manake hii statement kila mtu aiweke ndani ya nafsi yake. Hakuna kinachodumu. Manake kama sasa hivi maisha yako bomba, una nafasi, tunasema una madaraka fulani pengine kazini ama mtaani, una heshima fulani, basi ndani ya nafsi yako jua hakuna kinachodumu. Na vile vile kama unapitia katika mitihani, stress, wahaka, kila unaolifanya halendi, basi kumbuka statement hii hakuna kinachodumu. Hili statement hii itakusaidia ukiwa na mitihani, unajua tu, utajua ndani ya nafsi yako kwa hichi ni kipindi. Tafika mwaka, miaka miwili kitamaliza tu na nitasahau. Na vile vile umepata nyadhifa, umepata pesa za kutosha, lakini vile vile statement hii itakusaidia kuweza kuishi na watu vizuri, kwa sababu utajua hakuna kinachodumu. Nafasi yoyote utakayopata, mali yoyote utakayopata, basi ndani ya nafsi yako jua hakuna kinachodumu. Yani statement hii ukiifanya iwe hai ndani ya nafsi yako, basi wewe kila siku utakuwa hai katika jamii. Na Mwenyezi Mungu azidi kutufungulia mitihani tulokuwa tunayo na mambo yaende mepesi. Okay, asante kakaangu Perez, na tumpishe kakaangu Alex. Alex, karibu. Asante Dokta, habari za jioni. Nzuri. Naongera wote mnaofunga mwezi mtukufu Ramadhani na Kwaresima. Asante sana, asante sana. Mimi historia yangu kweli ni ndefu, nisema nina muda kidogo wa sukari, lakini kuna mambo mengi rahisi yamechangia. Okay. Kwanza upande wa chakula, kama kuna msemaji mmoja, na mimi niko nakipenda sana hizi fast food za kutokana na kazi zangu. Yaani ukuta uli chakula cha kawaida tu, lazima ndio kule chakula cha haraka na junk food, chipsi, soda, na nikompensa na soda. Okay. Haya, wacha soda, nikaenda ile nilikuwa najitahidi kupima mara kwa mara. Napima nakuta niko normal mara nyingi. Nikipima niko normal, lakini ikafika muda nafikiri kwa nimeoa kama it was I think ilikuwa miaka 30 na kitu, kama 34 hivi. Nikaa kwenye seminar fulani. Sasa kutoka kwa seminar siku najisikia mwili unauma. Sasa nikasema nipima jana, sina malaria, ngoja nirudi tena kupima. Nikasema nipime vipimo vyote. Kuna hospitali moja inaitwa Merestops. Nikaenda nikapa mtu wa maabara, nikamwambia bwana, pima vipimo vyote nijue tatizo ni nini. Huko kweli na mimi niko na shida, kwanza nilikuwa na mnajibia kweli. Napenda kunywa bia. Sasa nikasema niko hapo juu ninasubiri nani kidogo, nakunywa bia yangu 2-3 nakuja. Yule jamaa akasema basi sawa, kwa jioni tuchukue kwa seminar moja bia. Ndio. Nimetoka. Sasa akasema nimerudi bwana, hebu nipe. Akaniuliza bwana, wewe nani? Asubuhi umecheki sukari yako bado iko juu. Kapata shock kweli. Sukari sema hata mkojo wako ungeonja tu kidogo hivi, utakuta yani utakuwa mtamu kama una sukari. Hapo utapata shock. Nikaondoka, wala sikusubiri chochote. Nyumbani nikamwarifu mke wangu, nikamwambia bwana, kuna tatizo moja. Tena ilikuwa Ijumaa. Akasema akiniahidi basi kesho nenda hospitali kubwa kidogo ukafanya vipimo. Nikaenda nikafanya vipimo. Sasa nikuta daktari mmoja alikuwa Afrika, ni mwanamama. Sasa naye akanipanikisha zaidi, akaniambia wewe mtu mzima huwezi kujua, yani kama tayari fulani. Nikapewa dawa, nikajitahidi sasa dawa, na mimi nilikuwa sio mwepesi sana kutumia vidonge, ilikuwa ndio side effects za vidonge hivi. Kuna jamaa mmoja tena sasa hivi ni marehemu, naye alikuwa na sukari, kanielekeza bwana, uende Tanga, kuna mtu fulani atakupa dawa fulani za kienyeji kawaida hizo herbal. Nikaenda nikapewa, ila kana tumia na black seed mafuta yale. Sasa nilizingatia na chakula cha wanga nimeacha. Nikazingatia kweli sukari ikashuka kama ikisui kwenye 5-6, ila sasa mwili ukapungua. Mimi sio mnene sana, nikakonda nikabadilika. Sasa baada ya hapo sikuwa na changamoto tena, nikaona nirudi kawaida tu, nikaanza kutumia chakula hizo kwa sana wanga kajali hivyo na hiyo. Nikaenda nikawa nimerudi, mwili umerudi, ila sasa nikarudi tena
kwenye ulevi, unywaji bia ule. Kaona sasa sasa nimekwenda mpaka nimefikia mwaka jana kuja kufanya nani, ila nikipata changamoto kidogo nakimbia hizo. Ndio maana wale wapi wanasema tumia hizi game tunga, tangia siendi, najua tatizo si sukari na meza bila elimu yote. Sasa mwisho wa siku ndio changamoto hii ya kidole, baada mguu wenyewe ukavipa wewe sukari malengelenge kapeleka kukata kidole. Baadaye sasa baada kukumbana na wewe ndio nikapata elimu ya sukari, kwa sababu kikubwa zaidi ni chakula, kutokuwa na elimu ya sukari na lifestyle. Nafikiri ndio changamoto yangu sana, najua ndio sukari nimeipata kwa upindo hii. Okay, asante kaka yetu Alex kwa mchango wako mzuri. Umetaja kuna kitu Black Seed. Hem, tuelekeze kidogo. Maana kwa sababu kuna wengine hawana uwezo wa kuingia katika program, hawana uwezo wa kuchukua virutubisho. Sasa vitu vidogo vidogo kama hivi kama vinasaidia na tunaweza tukapeleka bayana. Black Seed ni kitu gani? Black Seed ni kuna ya mafuta fulani, kuna maduka ya Kisuni Kariakoo. Kila wanajua inapunguza sana, sijui kimsaidia, lakini sijui kitabibu sijui inasaidia. Kuna kijiko kidogo chakula zile dawa za kienyeji pewa mwana, lakini sijui kama bado yupo. Black Seed ni fulani, lakini ni mbegu fulani ambazo unatokea mafuta. Ukigoogle ufanyaje utajua nini, unaweza kupata ufafanuzi zaidi. Maduka ya Kisuni Kariakoo au sehemu yote na maduka sana kishiria, yani hapo soda ya exactly Habari soda. Okay. Basi nadhani kila mmoja atakuwa ameshazijua. So ukienda katika maduka unaweza kuulizia Black Seed ama habari soda. Asante kaka yangu Alex kwa mchango uliokuwa mzuri na kutoa ufafanuzi wa kina, ikiwa ishu yako imesababishana na unywaji pamoja na ulaji wako. Hii ndio lilopelekea kupata hili tatizo. So zimebaki dakika 4, nimpishe Rehema, naona naye kanyosha mkono ili tufanye summaries tufunge leo, kwa sababu muda wetu ni saa 4 dakika 20 ndio mwisho. Rehema, karibu dadangu. Asante. Kwa network yangu sio nzuri leo, lakini sukari yangu ilisababishwa na changamoto ya maisha, lakini ya mahusiano ya ndoa. Nilipitia changamoto kubwa sana. Lakini nilikuwa sijui kama nina sukari. Siku moja tukawa tumeenda, mimi naishi Morogoro, tukawa tumeenda Dar es Salaam kwenye msiba. Sasa ule msiba wa Wahaya. Kama unavyojua Wahaya wenyewe wako vizuri. Chakula, mabuffet, vinywaji, bia maji yake, mafriji yake. Na aliyekufa alikuwa ni mtu mkubwa. Sasa kwenye ukabila na wifi yangu ni watani, mimi mtu wa Kigoma Nyema, mwenzangu Muhaya. Mimi ndo nikawa seva pale kwa vinywaji. Dar es Salaam kuna joto. Ndio. Yaani kila nikifungua friji nimpa soda mimi nakunywa. Kila nikifungua friji nikimpa mtu soda mimi nitakunywa. Joto yani nasikia, yani kumbe ndo hali ya sukari ile. Nasikia yani kiangaika, koli na nikauka. Kunywa soda na kunywa maji. Ikafika kipindi mikojo haina break. Inashuka. Msiba ulikuwa wa Kristo. Hello network. Na mimi nikashika. Wenzangu wameingia makaburi, nimesimama, nilikuwa nimevaa suruali, yani nafanya kukeni mikojo beki kwamba sijui nifanyeje. Ule mkojo. Kwangu sio nzuri. Sidhani kama mnanisikia. Yeah, ulipotea lakini tunakusikia. Tunakusikia. Hello. Mnamsikia dada yetu Rehema? Tunakusikia dada Rehema, endelea. Ikaendelea hivyo. Ilipofika jioni nikamwambia wifi kuna hali naiona hapa. Ningekuwa nimetoka kujifungua ningesema fistula. Lakini sasa hiki ni kitu gani? Lakini naangalia nyama zangu za kwenye mapaja nikienda kujisaidia, yani nyama zinafanya kuning'inia. Nyama sababu nilikuwa mnene sana. Nyama za kwenye makwapa zinafanya kuning'inia. Nikasema
huu mtihani kitu gani hichi? Hata kama ndio huo ukimwi umekuja ghafla hivi. Basi asubuhi nikamwambia mimi narudi Morogoro. Akanambia sawa rudi. Nikarudi nikafika kwa mama nikalia. Kwanza kwenye basi humo ni mtihani. Nikalia kwa mama, mama kaniuliza unalia nini? Nikamwambia mama mimi hata sijui. Sijui ili baba limeniambukiza ugonjwa, sijui kitu gani. Kwa nini? Nikamwambia mama, yani mikojo yangu haina break. Lakini kesho kwa sababu nilichelewa kufika kipindi kile basi anachelewa, nikachelewa, nikamwambia kesho asubuhi naenda hospitali ya mkoa. Akaniambia haya naenda. Nikatoka nikaenda hospitali asubuhi. Nafika hospitali ile hali jasho zinanivuja, nikasema ninafanya nini mimi na daktari? Sasa daktari chochote kile unachotaka kunipima nipime. Lakini siri yetu. Daktari akaniambia usiwe na wasiwasi. Mimi nakupima. Akanipima kila kitu nimetoka vizuri. Akapima akaniambia nenda wakakupima sukari. Vipimo vyote nilivyokuandikia kupima mimi mwenyewe. Nikamwambia sawa. Nikaenda maabara, nikapima sukari. Siku ya kwanza wakaniambia una shida ya sukari? Nikamwambia hapana, sina shida ya sukari. Kwa sababu basi unaanza na sukari. Sasa kwa kawaida tunapima mara 2. Rudi, kesho urudi tena. Nikatoka pale nje kuna kibanda cha Red Cross. Na chipsi na soda. Kasema ngoja nikale kabisa. Nikala chipsi za mayai 3. Nilikuwa napenda rojo. Nikamwambia chipsi rojo mwenye nijua nikifika. Akanikangia. Nikachukua Fanta yangu baridi karibu ya barafu. Mezani nikatandika vizuri. Pale pale shughuli kaanza. Nikapiga simu nyumbani, leteni ngo. Nimeloana. Kesho asubuhi nakuja kupima sukari 18. Okay. Daktari akaanza kuniambia kula vitu vya wanga kidogo kidogo, sijui nini. Kwa daktari nalia. Wakati natoka na daktari mwingine alikuwa maabara. Dr. Mwanga ananiuliza wewe, mbona umechoka uso vipi? Kwa sababu ananifahamu. Nikamwambia daktari, nimeambiwa nina sukari. Akaniambia pumbavu. Una sukari ndio ulie udhofika hivyo? Mimi nina sukari mwaka 35. Umeona nimeshika nini? Ameshika box la juice ya Azam. Akaniambia napiga kama kawaida. Sasa wewe enda uko nyumbani, ukaendekeza una kisukari ufa. Nikamwambia daktari, wakati mimi sielewi. Akaniambia sitakwambia unatetea balaa hapo. Utalazwa wewe. Nikamwambia basi daktari naondoka. Mimi tukaondoka na wifi yangu. Tumefika nyumbani. Nikamwambia jamani nimejua kisukari. Sasa nikakutana na madaktari nyumbani sasa wale. Daktari mtaa, daktari nyumbani. Sikia kula hichi fanya hivi. Fanya vile mimi nalia tu mingwa kulia. Nalia tu. Sasa hapa sipati mwafaka. Akasikia mtu mmoja akaniambia wewe. Yangu ana shangazi yake Muhaya. Akaniambia wewe twende kule kwa shangazi anawa za sukari ndo tukaenda huko. Tulivyoenda majina alionitengenezea mimi sijui. Nikanywa ile dawa sukari kwa 14, nikanywa ile dawa sukari kawa 7. Siku 3. Nikaenda kupima sukari 7. Akasema hii dawa itasaidia. Basi kliniki naenda msichukui dawa. Nikakaa miaka 10 sijanywa dawa. Kuna ananiambia ubani soda, ukwaju, sio na nini, kama vinne nilikuwa changanya na shubiri. Nikichemsha ile dawa na harisha mpaka niarishe roho. Tumbo linaniuma, nikasema hii dawa naiacha. Lakini nyingine sio bamia, lakini hizo dawa kidogo kidogo nimekaa miaka 10 sijanywa dawa. Sasa nyumba yangu changamoto ikazidi siku hadi siku. Kimbili. Kimba na pressure juu. Kusikia tena kanaenda kuacha na ni kweli ndo ndani ya miaka 5 sasa. Na asili kabisa. Mwisho wa siku ndio nimekaa na dokta. Alhamdulillah nashukuru. Nimeacha dawa sasa hivi. Lakini ni mgonjwa wa kisukari miaka 15 mpaka leo. Kwa hiyo ndio hivyo dokta. Sijui nasikilizana. Okay, asante kwa historia yako nzuri ambayo umepitia 1 2 ambayo iko tofauti na wenzako. Maana still na wewe katika lifestyle yako inasababisha hivyo. So muda umepita na mikono ndio inaendelea kunyanyuliwa. Haya nimkaribishe Baka, tunaona umenyosha mkono.
lakini Samani, nilikuwa ukipata nataka kujua sukari yake sasa hivi inasoma ngapi? Natoka kukutana na wewe mpaka sasa hivi sukari yake iko ngapi? Natoka nakutana na wewe sukari yake ilikuwa ngapi, na mpaka sasa hivi sukari yake inaendelea ngapi? Dadangu Rehema, swali lako hilo. Rehema, mnamsikia au mimi tu ndo simsikii? Naona ndo yuko kwenye network mbaya. Okay, basi kwa vile muda unaenda, nimkaribishe Dr. Abu. Dr. Abu, karibu. Muda lakini hatunao tena. Sawa. At least 1 minute mpaka 2 minutes. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Dadangu leo sijamsikia mtumishi yule na mtumishi yule nani hayupo leo Nani? dada Na, yake Natu yupo. Nipo. alitoa historia yake. Sijakusikia umepataje hiyo sukari hiyo. Nikimaliza naomba nikusikie. Nilikuwa namuuliza yule dada Monica aliyosema yeye aligundua alipompima mume wake yuko wapi sasa hivi? Alikuwa nani? Mume wangu Ehe. ni Monica. Monica, karibu. Mume wako? Mume wangu alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sasa ni hivi, yaani kila mtu kapita akaongea huku kapitia huku, lakini watu wote tunakutana Kariakoo tu au Morogoro Road hiyo hiyo. Yaani watu wote tunaangukia sehemu moja, ni lifestyle, ni aina ya ulaji tu mbovu ndio uliosababisha watu kupata sukari. Yaani huyu mwingine mapombe, huyu mwingine masoda, huyu mwingine mawanga, huyu mwingine na takataka gani, huyu majuisi gani, lakini ni ile sio uzingatifu wa ulaji. Kwa hiyo huyu atasema kwamba ni sababu ya stress, labda nimegunduliwa na mimba, lakini hata kama akipata mtihani mkubwa sasa hivi, lakini kama yuko kwenye program ndo hii ya Dr. Masudi yuko vizuri, sidhani kama sukari inaweza ikashauti zaidi ya hapo. Sukari inaweza ikakaa vizuri na Dr. Kodi ndio kidonge sorry. Okay, asante Dr. Abu kwa mchango mzuri. Alikuwa anafanya summaries pamoja na conclusion. So dadangu Monica, upo karibu? Monica, fungua mic yako tafadhali. Tayari nimeshafungua. Umefahamu lolote kuhusu leo, kipi kinachosababisha sukari? Nimeona wengi ni kwa habari ya ulaji ambao sio ulaji mbaya na changamoto Okay, changamoto za good. na stress. Umefahamu na umeandika? Ndio nimeandika. Sasa tukimaliza hii live, hicho ulichokiandika kiandike katika grupu lako ulokuwemo. Sababu, andika kichwa cha habari, sababu za kupata kisukari. Halafu kwa mujibu nilivyofahamu mimi live, halafu utaziorodhesha chini. Ili kama watu wanataka kuzifanyia discussion ndani ya grupu waweze kuzifanyia discussion. Nadhani umenifahamu. Sawa. Okay, mimi kama nifunge kama alivyosema Dr. Abu, hapa kila mtu tukimsikiliza anasema kuwa sababu alopata kisukari, wengi wao wamesema unywaji wa pombe, unywaji wa soda, ulaji mbovu pamoja na mitihani katika maisha. Kwa maana hiyo actually mambo ni mawili. Maana yake lifestyle. Lifestyle imetokana na ulaji na vile vile sometime mitihani ya maisha. Mitihani ya maisha, pengine mtu anaacha ile taratibu zake za kula, akila hawezi kula, anaambiwa kula hichi kila siku, kula hichi, inapelekea ile tatizo kuendelea. Na mtu akiwa na stress, maana yake homoni zinaparaganyika zote ndani ya mwili, na hakuna maradhi makubwa kama maradhi ya stress. Yaani ni maradhi ambayo mtu kama hajajikubalisha na lile lilomkuta inakuwa ngumu yeye kuweza kupona. So sisi tuliamua kuweka hizi live za usiku alimradi iwe kama therapies kwa wale watu ambao wameathirika kisaikolojia
katika suala hili la sukari au suala la jingine lolote ambalo litapelekea tatizo lake la sukari kuwa kubwa au kumuondoa maisha yake. Ndio maana hii tumeweka kama sehemu ya kurefresh, kama ni matibabu kwa kila yoyote ambayo akili yake imekwazika na tatizo la sukari, imekwazika na maisha. Ndio maana tukakuwa tunaika live hii kila siku. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu alhamdulillah imeleta matunda makubwa na walio wingi wanapata faraja na wanajisikia amani kila wanaposhiriki live. So tumefanya summaries, tumejadili vizuri bila shaka leo, na nadhani nitakuja kuongelea kuna kitu, for example wale walosema mfano kama Dr. Angela nadhani na mwenzake walosema kuwa family history, nadhani hili nitakuja kuliongelea. Nadhani itakuwa pengine nitaiongelea topic ya kesho insha Allah. Taliongelea kiundani kuhusu hili, na hili nikiliongelea hili kuna watu wananiomba sana kuhusu kutaka kushiriki live lakini simu zao hazisupporti. Sasa nikitaka kuongea mada kama hii, manake mada kama hii itabidi niongee peke yangu, na nikiongea peke yangu itabidi nitume linki ili watu tuingie kwa linki ambayo haitokuwa linki hii. Tutaingiza kwa linki hii lakini nitaweka mfano pengine linki ya Insta ama linki ya YouTube kwa wale walikuwa hawawezi kuingia Google Meeting ili sote tuweze kushiriki. Nitaongelea kesho kuhusiana na suala la history, family history. Kwa nini family history mtu anakuwa lazima kupata kisukari, lakini kwa nini muda mwingine family history inakuwa sio lazima mtu kupata tatizo la kisukari. Tutakuja kuliongelea kwa upana mada yetu ya kesho Mwenyezi Mungu akipenda. So kwa vile kila mmoja shapata awareness kipi kilichomsababisha apate sukari, maana yake kukosea njia ndo kujua njia. Unapaswa kile kilichokusababishia wewe kupata sukari ukipigie vita, usikifanye tena, ili iwe sababu ya wewe kupona tatizo lako la kisukari. So muda umeenda sana, saa 4:31, nadhani tuko nje ya muda. So mimi nakutakieni usiku mwema. Alamsik.